بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa Ramadhan mwaka 1445 katika silsila ya durus za sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyoahidi katika kikao kilichopita kuwa leo insha Allah tutaanza kuzungumzia bad'u islam al-ansar, kuanza kusilimu kwa al-ansar. al-ansar ay ansaru rasulillah sallallahu alayhi wasallam, والمراد الأوس والخزرج، wale waliomnusuru mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hapa wanaokusudiwa ni kabila al-Aus na Khazraj. wal-Aus yunsabuna ila Aus ibn Haritha, Aus wanasibishwa na Aus ibn Haritha. al-Khazraj yunsabuna ila al-Khazraj ibn Haritha, na hawa ni ndugu, asili yao ni ndugu, Aus na Khazraj. Na walikuwa maal asaf, pamoja na kuwa ni makabila mawili ambao asili yao ni ndugu wawili, lakini vile vita na uadui uliokuwa baina yao wa ajabu sana. المهم سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار. متوم صلى الله عليه وسلم akawaita ansar. katika hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari عن غيلان ابن جرير قال قلت لأنس أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ nipe habari kuhusu jina la Ansar, mmejiita nyinyi wenyewe ama Allah ndio aliyowapa hili jina? قال بل سمانا الله، bali Allah ndiye alituita sisi al-Ansar. فصار ذلك علما عليهم، ikawa ndio alam, ndio jina, alama ya kuisha hawa watu wa Madina, Ansar. وأطلق أيضا على أولادهم وحلفائهم ومواليهم، na hili jina likatajwa pia kwa watoto wao na wale waliokuwa na wao katika walioingia katika mikataba pamoja na wao, wakawa wote waitwa al-Ansar. Na Allah subhanahu wa ta'ala aliwahusisha Ansar kwa kuwapa fadhila kubwa ya kumpokea mtume sallallahu alaihi wasallam na waliokuwa pamoja na yeye katika masahaba. Kwa hii ni manqaba kabira jiddan, ni fadhila kubwa amewapa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakajitolea kwa nafsi zao na mali yao, bali wakawatanguliza wale waliokuja mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake juu ya hata nafsi zao. wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa waman yuqa shuha nafsihi faulaika hum muflihun. wakafikia hali mpaka wao wana shida, lakini watawatanguliza muhajirun juu ya nafsi zao, na habari zao zajulikana. Na kwa kuwa walipompokelea mtume sallallahu alaihi wasallam walifanyiwa uadui na kuchukiwa na kila aliyekuwa ni adui wa nani? Wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na baada ya kupata fadhila ya kuwa wao wamempokea mtume sallallahu alaihi wasallam
Allah akawahusisha na fadhila hii, kitakachofuata itakuwa nini? Ule uadui kisha itabakia hasad, kwa watu waweza kuwa usudu kwa Allah amewafadhilisha wao kumpokea mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mwanzo walipokea chuki kwa watu, mwisho huenda ikatokea hasad, sababu wao ndio waliompokea mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja kuwa katika alama ya iman ni kuwapenda Ansar. Wakati walipokuwa wachukiwa na watu wote kwa sababu ya kumpokea mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa ni wajibu uwapende hao. Na baada ya kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wengine wakiwausudu, wewe ni juu yako uwapende. Qala sallallahu alaihi wasallam, ayatul iman hubbul ansar, alama ya kuwa mtu ana iman ni kuwapenda Ansar. Wa ayatul nifaqi bughdul ansar, na alama ya unafiq ni kuwachukia Ansar. Hii ni mizani ameiweka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukimwona mtu yoyote awazungumza vibaya Ansar, ujue hiyo ya kutosheleza kuwa ni alama ya kuwa ni munafiq. Haiwezekani kuwa watu wamemhami Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nafsi zao na mali zao, wakauawa kwa ajili ya kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha uje wewe wachukie. Ni wewe uje uwafanyie uadui watu hao, kisha uwe mu'min. Hauwezi kuwa mu'min. Na ndio hizi katika alama za kuonyesha hawa rafidha ni katika wanafiki, si katika Uislamu. Sababu wao wasema almuhajiruna fi an-nar wal ansaru fi an-nar, hawa wote wenda motoni, isipokuwa watu fulani ambao hesabika na vidole. Kisha hao usidhanie kuwa wapenda, pia wana maneno katika vitabu vyao wawatukana hao pia, mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawakumbakisha. Hii dini ya nifaq, si dini ya Uislamu. ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القبائل التي عرض عليها نفسه الشريفة قلبا مفتوحا ولا صدرا مشروحا. tulitaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam makabila mbalimbali alikuwa akiwafuata kutaka wamnusuru, wamchukue. Kwa wale ambao tumekaa katika vikao vilivyopita, hakuna katika wale makabila amepata kwao Mtume sallallahu alaihi wasallam akifua kipana kuweza kumpokea, hakupata. Bal kana ar-rahiluna wal-muqimun yatawasawna bil-bu'd anhu, bali walikuwa wale wanaokuja katika safari na wale wanaokaa pale wahusiana katika kujiweka mbali na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wayushiruna ilayhi bil asabi', wamuona yule kaa mbali naye, wamuona yule mtu mbaya sana, yule sahir, yule majnun, yule, kwa mbali kabisa, ili wakae mbali naye. وكان الرجل يجيء من الآفاق البعيدة فيزوده قومه بهذه الوصات. mtu atoka mbali kabisa, watu wake kule washampa wasia kuwa ukienda kule, ihdhar ghulama quraish la yaftinuka, tahadhari na yule kijana wa Quraysh asije akakutia katika fitna. Tukuonya kabisa, wewe enda wapi? Makka. Unaenda kufanya nini? Umra. Sawa, nenda, lakini chunga, kuna kijana wa Quraysh twasikia sisi. Na wengi ni wale watu wa twasikia sisi, watu wasema mimi nasikia. Na hizi propaganda zaendelea mpaka leo dhidi ya watu wa haki, si wakati ule tu, mpaka leo. Wengi katika watu utawasikia hawaikubali sunna kwa sababu nasikia mimi, alafu kuchafua majina ya walinganizi wa sunna. Nasikia yule bwana hivi na nasikia hii asei fulani anasema, allana anasema, lakini hawana uhakika na yale maneno yanayozungumza. Wa maa dhalika, pamoja na yote haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mazingira kama haya hakukata tamaa kabisa katika kulingania watu katika dini ya Allah, bali aliendelea na jihadi ya da'wa ya kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Akaendelea hivyo. ودخلت السنة 11 من البعثة, ukaingia mwaka wa 11
kutoka atumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqumu bid-da'wati ila Allah ta'ala la yafturu an dhalika. Mtume sallallahu alayhi wasallam aendelea kufanya da'wa, hachoki fanya da'wa, asomesha wale waliosilimu, awalingania wale ambao bado hawajafikiwa na Uislamu, rugma istiyadi tadyiq quraish alayhi, pamoja na kuwa hali ilikuwa makuraish wamemzidishia dhiki juu ya dhiki, lakini bado afanya da'wa, aendelea kufanya da'wa, waeneza uvumi dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bado afanya da'wa, uongo kuwazuia watu wasikubali maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukawa waenezwa yule maneno yake kama mchawi, bwana usimsikilize yule, atakupoteza yule atakufanyia kadha wa kadha, atakuletea fitna katika kabila lako, usimkubali yule. Ikawa hayaenea na Mtume sallallahu alaihi wasallam aendelea kufanya da'wa, hasimami da'wa. Na hivi ndivyo inatakana watu wa haki wapate mbora wa kuigwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hachoki katika kufanya da'wa. Nasema hivi kwa sababu tuishi katika asri imekuwa da'wa ni kama part time tu, yani mtu akijisikia basi afanya da'wa, asipojisikia fanya da'wa kubwa, labda kutokea mihadhara hivi, jamaa ende kwenye mihadhara basi, lakini kukaa chini kusomesha watu, kuwa na subra, kuwalingania watu katika dini ya Allah, hili ni jambo alikuwa nalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo utapata baadhi ya maduat yastakthiruna ala ahli sunna, tuona wale wanzili alfajiri darasa, adhuhuri darasa, alasiri darasa, baina almaghrib wal isha darasa, baada al-isha darasa, wao wasomesha tu. Sasa lipi la kukera wewe? Wakerekana nini wewe wakati watu wasomeshwa? Wako watu wako namna hiyo, darasa tu, lakini yote ile ni hasad walionao dhidi ya ahli sunna, kwa kuwa misikiti ya ahli sunna imechangamka mwaka mzima, watu wasoma taalimu siku baada ya nyingine. Ukiangalia hata zile nyakati ambazo si za swala watu wasoma, na hii ni neema Allah subhanahu wa ta'ala amewapa ahli sunna, alhamdulillah, neema kubwa. Kwa wale ndugu zetu ambao Allah amewapa neema ya kuwa na misikiti, hii ndiyo kazi, somesha, usichoki, kila swala simama somesha. Inshallah wamekaa watu wawili, mmoja la yahdi Allahu bika rajulan wahidan, yule mmoja tu, khairun laka min humr an-ni'am, khairun laka min humr an-ni'am, ni bora kuliko ngamia wekundu, min anfasi amwali al-arab fi dhalika az-zaman. Kwa usijali mlinganizi, usiangalie wanaokuja kukaa kukusikiliza ni wangapi, si muhimu. Muhimu ni wewe umetoa dhima yako na uwajibu wako aliyokuwajibishia Allah subhanahu wa ta'ala ulipoitafuta ilmu ya kisheria. wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunnahu linnas wa la taktumuna. Hii ni ahadi Allah amechukua kwa kila aliyempa ilmu kuwa ataibainisha ile ilmu, hata ificha, kuwafikisha kesho mbele ya Allah. Wa huna masuhulia kuwa mimi nilifanya da'wa, lakini walikuwa hawasikilizi, hawana muda wa kukaa. Kwako wewe si muhimu, wamekaa wawili, watatu, wanne, si muhimu, wefanya da'wa tu. Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali aweza kwenda kumfanyia mtu da'wa akamjibu kwa majawabu ya kuudhi, na nyote mmeona wengine walikuwa wakijibu majawabu ya kuudhi, lakini hachoki kufanya da'wa, aendelea kufanya da'wa na subra. Mazingira yamekuwa magumu, lakini da'wa yaendelea. فلما اقترب موسم الحج من هذه السنة، tuzungumzia huu mwaka wa 11, ilipokaribia msimu wa haji, raha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'iddu li da'wati al-wufud wal qaba'il. Mtume sallallahu ajiandaa kwa ajili ya kuwalingania makabila mbalimbali na makundi yanayokuja kwa ajili ya ibada ya haji, kama kana yafalu fi kulli mawsim. Hivi ndivyo alivyofanya kila ukifika msimu, basi na yeye achangamka zaidi, na hivi ndivyo walivyotakana katika msimu. Wajua sasa hivi wapata watu wengi zaidi, wachangamka zaidi katika da'wa. Kwa mfano katika mwezi wa Ramadhani
wengi katika watu wana muda wa kukaa katika vikao vya ilmu, huwezi kujua neno moja akalisikia yule mtu ikawa ni sababu ya kumbadilisha maisha yake yote. Ni wangapi katika watu ambao walihudhuria durus ilmiya katika mwezi wa Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala akajalia ndiyo sababu mpaka ikaisha Ramadhani mtu akaendelea kuhudhuria kwa ule utamu aliyoupata katika vikao vya ilmu. Alikuwa hajui utamu. Kwa ikifika msimu basi ndio wakati wa kuchangamka, na wakati wa kawaida waendelea na da'wa zaidi ukifika msimu. فلما كان موسم حج السنة 11 من البعثة وأراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم, ulipofika mwaka huu wa 11 Allah alikuwa ataka sasa hivi kuinusuru dini yake na ataka kumpa izza sasa mtume wake alayhi salatu wassalam, na kumtimizia ahadi yake mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka atafuta wale atakaowapata njiani wafanyie da'wa. فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا. akafika katika sehemu yenye kilima hivi kubwa, akakuta kundi la watu chini ya 10 ambao Allah alikuwa yuwatakia khairi katika ansar. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنتم؟ mtume صلى الله عليه وسلم akauliza nyinyi nani? قالوا نفر من الخزرج, ni kundi la kabila la Khazraj. Qala amin mawalid yahud, nyinyi mko pamoja na mayahudi, ni marafiki zenu kule Madina. Kabla ya wakati wa jahiliya walikuwa pamoja na mayahudi kule Madina. Qalu na'am. Qala sallallahu alayhi wasallam afala tajlisuna ukallimukum, kwa maneno ya laini, je hamukai kidogo nizungumze na nyinyi, nataka kuzungumza na nyinyi. Qalu bala, haina shida. Fajalasu ma'a, wakakaa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Fada'ahum ila Allah azza wa jalla wa 'arada alayhim alislam wa tala alayhim alquran. Mtume sallallahu akaanza kuwafanyia da'wa, akawaeleza kuhusu Uislamu na uzuri wake, akawasomea Qur'an. وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم. سبحان الله, الله alikuwa yuwatakia khair. Mayahudi walikuwa Madina pamoja na wao, wakanu ahla kitabin wa ilm, na Mayahudi ni watu waliopewa kitabu Taurat na wana ilmu. wakanu hum ay al-Aws wal-Khazraj ahla shirk wa ashab awthan, na Aws na Khazraj walikuwa ni washirikina, watu waabudu wa masanamu. wakanu qad azzuhum bi biladihim, na walikuwa Aws na Khazraj wamewashinda nguvu Mayahudi Madina, wao ndio wenye nguvu juu ya Mayahudi. fakanu idha kana bainahum shay, kulikuwa kitokea kitu baina ya Mayahudi na Aws na Khazraj, qalu lahum, wale Mayahudi wakiwaambia watu wa Madina, inna nabiyyan mab'uthan al'an, kuna mtume atatumilizwa saa hivi karibuni. qad adalla zamanuhu, wakati wake umefika. nattabi'uhu, sisi tutamfuata. Mayahudi wasema sisi tutamfuata. fanaqtulukum ma'ahu qatla 'ad wa iram, na tukimfuata tutawapiga vita nyinyi na tutawashinda, tutawaua nyinyi kama walivyoangamizwa 'Ad na Iram. Kwa hivyo hizi habari walikuwa wakizisikia wale Aus na Khazraj kutoka kwa nani? Kwa Mayahudi, kuwasema imefikia wakati wa kutumilizwa huyo mtume, sisi tutamfuata. Lakini wao wakitarajia mtume atatumilizwa katika wao, si katika Waarabu. Hawakutarajia kuwa atakuwa katika Waarabu, na ndiyo sababu ya wao kumkataa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasadan min indi anfusihim, kwa hasad. Si kuwa eti hawajui, la, wajua ni mtume wa Allah, lakini kwa hasad waliokuwa nayo wakamkataa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini walikuwa wajua. falamma kallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulaika an-nafar, mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumza na hawa ansar, ili kundi la ansar, wadaahum ila Allah, akawalingania kwa Allah. qala ba'dhum li ba'd, wakaanza kuambizana wao, ya qaum
ta'lamu wallahi innahu lanabiyyun au innahu lan-nabiyyu alladhi tawa'adakum bihi yahud, nyinyi mwajua wallahi huyu ndiyo yule mtume ambaye mayahudi kule watishia naye, ndio huyu yule ambaye mayahudi wawaambia akija watamfuata kisha watatupiga sisi vita, ndio huyu. Fala tasbiqannakum ilayhi, wasiwatangulie mayahudi katika kumfuata huyu mtume, tuanzeni sisi kabla ya mayahudi. Faajabuhu fima da'ahum ilayhi, pale pale wote wakamuitikia wakasilimu. Bi an saddaquhu wa qabilu minhu ma 'arada alayhi min al-islam, wakamsadikisha na wakakubali ule uislamu alioleza, wakakubali kufuata hii dini. وكانوا أي هؤلاء النفر من الخزرج من عقلاء يثرب, na wale watu waliotoka kule Madina au kikundi cha Khazraj walikuwa ni watu wazima wenye akili. أنهكتهم الحرب الأهلية التي مضت من قريب, tumezungumzia jana harbu Buath. Ili jambo lilikuwa lishawachosha, kila siku tupigana touana, kwa faida gani? Watu wenye akili wafikiria hivyo, ama watu wenye hamasa hawajali nini, kwani nini? Wenye akili sasa, kwa nini sisi tupigana kila siku, kwa faida gani? Touana, ni ndugu, tumekufa wangapi katika vita vilivyopita? Walikuwa wamechoshwa na vile vita. Wallati la yazalu lahibuha musta'iran, ule moto wa vile vita ulikuwa bado umewaka, si mbali. فأملوا أن تكون دعوته صلى الله عليه وسلم سببا لوضع الحرب, wakatarajia hii da'wa tukifuata yaweza kuwa ni sababu ya kuondosha vile vita ambavyo viko baina yetu. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم, wakamwambia mtume صلى الله عليه وسلم, إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم, sisi tumewacha jamaa zetu kule, hakuna watu waliona shari na balaa baina yao na uadui kama tulioacha kule, watu wachukiana kweli kweli. Faasa an yajma'ahum Allahu bik, huenda Allah akawafanya kitu kimoja kupitia kwako wewe, ukawa wewe ndio sababu ya wao kwa kitu kimoja. Fasanaqdumu alayhim fanad'uuhum ila amrik, sisi tutangulia kule, tukienda tutawalingania katika hili jambo lako, tutawalingania katika Uislamu. ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين, na sisi kule tutakwenda kuwabainishia pia na kuwekea wazi kile ulichotulingania sisi katika hii dini. fa in yajma'hum Allahu alayhi fala rajula a'azzu minka, mimi nakwambia kitu kimoja, lau kama Allah atawafanya kitu kimoja wale kule kupitia wewe, hakuna mtu atakuwa na nguvu kama wewe. Wajua Aus na Khazraj ni watu wameishi mamia ya miaka mingi sana, yani warithishana uadui. Ni watu kuanzia wakuwe wako vitani, wao kwa wapigana, kila kipita muda wapigana. Sasa ni watu ambao jambo la vita washalizoea, na hili tutakuja kulizungumzia huko kwenye vita vya Badr. Na ndio maana Makuraish walicharazwa kulikweli kwenye Badr, kwa sababu wao walikuwa washazoea vita. Makuraish wao wazoea kila mtu amani amani, Allah amewajalia amani kule kwao na walikuwa wakiheshimiwa. Lakini Ansar, wewe fikiria, kila mtu kila siku atiana ngumi tu, kila siku atiana, alafu wewe waja viazi varojo waja na mimi niko fitu, utatandikwa wewe. Ukianza kichwa chini, ukiamka hivi mbao, ukiamka hivi ngumi. Ashazoea yeye, ndio kazi yake, kila siku muhuni tu yuko kule mfano. Na hawa wako kwenye jahiliya, kila siku wao ni vita visokuwa na maana, vita tu. Huyu akimkosa vita, wauana wamalizana. Kisha fikiria mtu huyo Allah amuongoze sasa, zile nguvu alizokuwa nazo zile azitumie kisawa sawa sasa katika njia sawa, wafikiria atakuwaje? Na ndio yale maneno ambayo tutakuja kuyasoma huko mbele inshallah katika vita vya Badr. Ansar walimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kesho Allah atakuonyesha mambo yatakufurahisha kuhusu sisi, utajua kama sisi vita tuvifahamu. Wale hawajui vita wale Quraysh, wala tatufundisha sisi vita. Waishi Makkah na amani, hakuna vita, hakuna chochote, watu huku wapigana kila siku. Sasa huyo amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam,
fa in yajma'hum Allahu alayhi fala rajula a'azzu mink, ikiwa Allah atawakusanya Ansar awafanye kitu kimoja Aus na Khazraj, hakuna mtu atakuwa na nguvu zaidi yako ya Rasulullah. Kwa wakaondoka katika hali kama hii. Thumma ansarafu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raji'ina ila biladihim, karudi kwao Madina. Waqad amanu wa saddaqu, wakiwa wameamini na kumsadikisha. Fakana awwala masjidin quri'a fihi alquran bilmadinati masjidu bani Zuraiq. Huu ndio msikiti wa kwanza uliosoma Qur'an ndani yake. Kaenda kule wakajenga msikiti Masjid Bani Zuraiq, ndio msikiti wa kwanza uliosomewa Qur'an ndani yake. Al-Hafidh Ibn Hajar katika Fathul Bari min bab al-faida kataja faida nzuri kuhusu hili jambo, kuwa huu msikiti umeitwa Masjid Bani Zuraiq, ni kabila. Yustafadu minhu jawazu idafati almasajidi ila baniha. Hapa tupata faida kuwa yajuzu kunasibisha misikiti kwa wale walioujenga. Mfahamu sio? Nyinyi muona misikiti yaitwa kwa majina ya watu sio? Kuna watu wengine muona msikiti waitwa msikiti fulani, masjid kadha kwa jina la mtu. Yeye ameujenga ni msikiti, au labda familia yake wamejenga, la basi, haina neno. Sio msikiti wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam umenasibishwa na hili kabila. Kwa hivyo Al-Hafidh Ibn Hajar asema haina neno. Au al-musalli fiha, au wale wanaoswali pale. Utasikia hii, nafikiri Tanzania iko, utasikia kabila fulani, huu msikiti wa waitwaje yule Manyema kabila kule, msikiti wa Manyema mfano, sababu wao ndio wanaoswali pale. Hakuna makosa kuita msikiti namna hiyo. Ama huu msikiti wa watu fulani, la basi, sababu wao ndio wanaoswali zaidi pale. Msikiti wa Makonde kama msikiti wa fulani. Huku kwetu hakuna hizo, alhamdulillah. Huku kwetu misikiti majina, yani Quba, Azhar, Baluchi mfano ni kabila ya Baluchi, inaitwa msikiti wa Baluchi, la basi, haina makosa yote. Kwa mtu asije akasema haramu na msikiti utaitwaje jina la mtu, haina shida yote. Wala kuitwa kabila fulani, haina shida, hakuna shida yote. Wala hakuna taasub katika hilo jambo, ni jambo la kawaida tu katika Uislamu, wala halikatazwi. Kwa huu ndio msikiti wa kwanza Masjid Bani Zuraiq, msikiti wa kwanza uliosomewa ndani yake Qur'an baada ya Ansar kurudi zao Madina. Kuna mengi tutayazungumza katika bai'atul aqabati al-ula. Wale Ansar waliporudi kule kwao wakaanza kulingania, ikawa hakuna nyumba ndani ya Madina hata kama wakuslimu isipokuwa tajwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuwa washaanza kujua watu kuhusu Uislamu wote ndani ya mji wa Madina, kila mmoja ajua. Sasa mwaka unaofuata Ansar watakuja na kundi kubwa zaidi kuliko lile ambalo lilikuja mwanzo. Hao tutawazungumzia insha Allah taala, na hapo ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam atawatumilizia Mus'ab ibn Umair kwenda kuwasomesha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwalingania wale waliobakia katika Uislamu. Kiufupi, Mtume sallallahu alaihi wasallam hataondoka Makka kwenda Madina isipokuwa Mus'ab bin Umair akawa ni sababu ya kila nyumba kuingia Uislamu katika Madina. Hayo tutakuja kuyazungumza insha Allah taala katika vikao vitakavyokuja mbele yetu biidhnillah. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.